Unaona hizi vifo vinakamata vijana wadogo. You see these deaths that are catching up with the young men. They are connected to oaths and rituals. Wameunganika na viapo na maagano na vile wanavyouana. The way they are killing themselves. It is about this. Inahusiana na hii. Wanawaambia kwamba internet ni kitu kizuri sana. I tell you, the internet is something very good. But internet is bigger than this world. But internet ni kubwa kuliko hii ulimwengu. Choose where to live in the internet. Chagua mahali unataka kuishi kwenye mitandao. But you can't live everywhere. Lakini huwezi ukaishi popote kwenye mitandao. Then young men, basi vijana wadogo, tumgeukieni Mungu. Let us turn to God. Uko nje ni kubaya. Outside there it is bad. Hizi vifo vimezidi Kenya, tumrudieni Mungu. Haiwezekani tukiaishi maisha ya kule nje. Tumgeukieni Mungu tu. These too much deaths in Kenya is too much. We can turn to God. We cannot die like that. Let us turn back to God. Watu wanatoana sadaka. Hakuna vifo vya visu. Ni sadaka tu. People are giving others as sacrifice to the altar that they submit to. It is sacrifice they are giving. Sadaka tu. It is not normal deaths. Anaambiwa yule ambaye unampenda zaidi anapenda yule, anamweka kwa nyumba, anamuua, anakimbia. They are told to give what you love most. Now they bring those they love, bring the house and kill them and run away. And because of evil power, na kwa sababu ya nguvu za giza, vile kesi yake itaenda pia hauelewi. The way his case will go, you cannot understand how it will get finished. Hata mkimshika hujui kesi yake. Even if you arrest that person, you don't know how the case will go.